Nataka nitumie dakika chache Yesu yuko karibu kurudi kulichukua kanisa. Siwatishi, lakini huo ndio ukweli. Yesu yuko karibu kuja kulichukua kanisa. Lakini maandiko yanatuonyesha vizuri kwamba kilicho kinyonge hicho kinachoongelewa, kilicho kinyonge sio mpagani, ni mtu ambaye alimkiri Yesu lakini ni mnyonge, ni mzembe, ni mvivu, anachukulia kila kitu kwa mazoea. Anasema kilicho kinyonge hakitauingia ule mji. Roho Mtakatifu alinisemesha nizungumze kwa habari ya sifa za kanisa. Sifa za kanisa litakalonyakuliwa. Sasa nikisema sifa za kanisa, kwenye akili zako yanaanza kuja madhehebu. Kanisa la FPCT, kanisa la EAGT, kanisa la I'm not talking about denominations. Kwa sababu kanisa sio dhehebu, kanisa sio jengo. Na hata tunaposemaga naenda kanisani, ni kwa sababu tu ya kutokuelewa. Jengo sio kanisa. Jengo sio kanisa. Maana ya neno kanisa linatokana na neno la Kiyunani eklesia. Eklesia maana yake ni walioitwa watoke. Hapo kuna maneno mawili, kuna kletos na ek. Sasa maana yake ni walioitwa watoke. Watoke wapi? Watoke ulimwenguni, watoke kwenye giza, waje nuruni. Hilo ndilo kanisa. Kwa kanisa ni mtu. Kanisa sio jengo. Au kanisa ni mkusanyiko wa watu walioitwa kwa kusudi maalum. Wameitwa kutoka mahali, yani wanatolewa mahali, wanakusanywa pamoja kwa kusudi maalum. Wengine wetu hapa tulikuwa walevi, wengine walikuwa wahuni, wengine walikuwa si waganga, lakini Yesu akakuita kutoka kwenye uganga, akakukusanya pamoja na walioamini kwa kusudi. Katika Agano Jipya neno hili kanisa linatumika kumaanisha watu waliomwamini Yesu na kuitwa kutoka katika giza na kuingia katika nuru yake. Watu walioitwa watoke ulimwenguni waje nuruni. Leo sisi tuko bize kuuleta ulimwengu kutoka huko ulimwenguni tuulete kanisani. Ikitoka fashion fulani na sisi tumo, tunashindana na ulimwengu, tunafuata mambo ya dunia, wakati Biblia inasema msifatishe namna ya dunia hii. Eti unajisikia umepungukiwa usipofanya mambo ambayo dunia sasa hivi inayafanya, unajisikia eti umepitwa na wakati. Matokeo yake tumeleta dunia kanisani, na uwepo wa Mungu na utukufu wa Mungu umeanza kutoweka ndani ya nyumba ya Mungu. Ibada zinakuwa za kawaida. Wachawi tunaabudu nao na hawajisikii shida yoyote, tunaabudu nao. Wasinzi tunaabudu nao na hawasikii hatia yoyote, maana tumeijaza dunia. Ndio maana hata kuimba kwetu, eti sisi badala ya watu wa dunia waige kutoka kwetu, sisi tunaiga kwa watu wa dunia.
Mkitaka kurekodi video mnaangalia kwa producer wa duniani. Matokeo yake we have compromised a lot. Kuna standards za kimungu tumezicompromise. As a result, kama kanisa we have lost our position. We have become irrelevant to the society. Hatuwezi kutoa majibu kwenye mazingira yanayotuzunguka. Kukitokea mgogoro hata sisi mpaka tunaenda eti kwa watu wa serikalini watu patanishe, watu ambao tumejazwa na roho. It's a big shame. Ni aibu kubwa. Lakini sisi tunamwamini mfalme wa wafalme ambaye ndiye chanzo cha hekima zote. Wafalme wa dunia walipaswa kuja kuomba ushauri kanisani na sio sisi kwenda kuomba ushauri kwao. Hivyo ndivyo kanisa liliandaliwa namna hiyo. Kwa kanisa la kweli ni waamini wenyewe. Kanisa linaitwa mwili wa Kristo. Kristo ndiye kichwa, waamini ni viungo. Kanisa ni mwili wa Kristo ambacho kichwa chake ni Yesu mwenyewe, na waamini ni viungo. Ukasoma Waefeso 5:23 utaona hayo maandiko 23 hadi 25. Warumi 12:4 hadi 8 utaona inaongelea jinsi sisi ambavyo ni viungo. Kanisa ni bibi harusi wa Kristo. Kwa huoni hapo jengo linatajwa, wanatajwa watu. Kanisa ni hekalu la Roho Mtakatifu, yani mwili wako. Huo mwili ndio kanisa, ni hekalu ambalo ni makao ya Roho Mtakatifu. Japo kanisa linaweza likaelezewa kwa level ya kanisa la mahali pamoja, lakini pia la kiulimwengu, ambapo huingizi tofauti za madhehebu. Maana hata kwa Wakatoliki wako waliookoka wataenda mbinguni, huko nako kanisa lipo. Sijui kwa wanani wako waliookoka, huko nako parapanda likipulizwa tutaenda kukutana nao. After all, mbinguni Mungu hana picha ya dhehebu lolote. Wakati mwingine tunatumiaga nguvu nyingi sana kutetea udhehebu sijui na nini. Just wastage of resources. Mungu akituangalia anasema jamaa vipi? Sasa sifa za kanisa ni zipi? Kanisa litakalo nyakuliwa. Wacha niziorodheshe alafu nitaelezea kama sio moja. Nadhani nitaelezea moja tu. Sifa ya kwanza ya kanisa tunaiona kupitia kanisa la kwanza la mitume. Maana picha ya kanisa ndo tunaipata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. The way kanisa lilivyotakiwa, kitabu cha Matendo ya Mitume ndio kinatuambia. Sifa ya kwanza ambayo tunaipata kutoka kanisa la kwanza la mitume, kanisa la kwanza lilikuwa na mkazo wa hali ya juu kwa muamini kujazwa na Roho Mtakatifu. Hiyo ni sifa ya kwanza. Nitawaonyesha, ndio hii nilikuwa natamani niifafanue. Sifa ya pili, lilidhihirisha miujiza na ishara kama alivyokuwa amesema Yesu kwenye Marko 16:17-18. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Leo sisi tuko bize kuchambua hivi muujiza kweli. Matoka yake tumefika mahali tumetishana, tunaogopa kujipenyeza kwenye mambo ya kutaka kuyaona mambo makuu ya Mungu. Na kila muujiza unaotokea, hata mimi hapa sasa hivi
ukifanyika muujiza kupitia mimi, kuna wengine watasema wewe anatumia nguvu za Freemason. Azifu Mungu wetu hawezi kufanya yani nguvu za giza ndo tunazipa kichwa, wakati Mungu wetu ana uwezo wa kufanya mambo ya ajabu kuliko tuyaombayo na tuyawazayo. Tumechukuliwa na huo, tuko busy kufuatilia hivi kweli, hivi kweli. Kwanza hicho kitambaa hapa, nikitoa tu kitambaa changu hapa, tayari watu wataanza hivi hicho kitambaa kweli. Lakini Yesu alisema dalili na ishara ya kuonyesha wewe ni Mkristo unayemwamini Yesu, ishara hizi zitafuatana na wewe. Lakini leo sisi tuko bize kufuata ishara vile ambavyo vilisema vitafuatana na sisi. Yani hatuhitaji kuhangaika kuvitafuta. Sisi tukikaa vizuri vinakuwa vinatokea tu automatically. Wewe leo unakimbia kwenye mahema, unaenda kuchukua sijui mafuta, unaenda sijui kuchukua sijui nini, unaenda kuchukua nini. Ni kutokujua haki yako na ukweli huu. Ishara zinatakiwa zifuatane na wewe. Labda kama haumwamini Yesu, lakini kama unamwamini Yesu, ameprovide, ametoa hiyo provision, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa kanisa la kwanza lilionyesha hiyo mfano. Ndio maana unaambiwa Filipo anaenda tu Samaria. Paulo kafanya yake, kawatandika vibaya pale Yerusalemu, ikabidi watawanyike. Filipo akakimbilia Samaria. Anapita tu mtaani, akigonga high five na mwenye mapepo yanalipuka. Hakukuwa hata na mkutano umeandaliwa, tangazo si kuanzia tarehe fulani kama tunavyotangaza matangazo ya mkutano. Kwa hiyo utakuona mtumishi wa Mungu ambaye anatokea mahali fulani, Bwana anamtumia. Hizo zote ni mbwembwe. Hizo ni mbwembwe. Mbwembwe hizo. Kina Filipo hakuna cha matangazo. Anapita tu mtaani, akigonga high five hivi na wewe. Kulikuwa na kipofu, macho yanafunguka pale pale. Ndio mtu huyo anasema, jamani, nilikuwa sioni, naona. Mtu wa pili amesikia tena hizo kelele. Imekuwaje? Huyu jamaa amenigusa tu hivi, ikatokea hivi. Filipo hajaenda hata kufanya maombi ya kufunga siku 7 mlimani. Kula kukimbia tu, nimkimbiza na kimbia mateso ya Yerusalemu. Anaingia Samaria, yote hayo yakaanza kutokea. Walipoona huyu jamaa mbona kazua taharuki, ikawa tangazo, watu wakaita, jamani, kuna mtu yani akikugusa tu hivi inakuwa hivi. Ukawa mkutano. Ndio Biblia inasema akawahubiri Kristo. Alipowahubiri habari za Kristo, Biblia inasema ikawa furaha kuu katika mji ule wa Samaria, baada ya kuziona zile ishara zilizofanyika kupitia Filipo. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Halafu lilikuwa linachukia uovu na mafundisho ya uongo ndani ya kanisa, na halikuwa na muda wa kuvumilia mambo au mafundisho ya uongo. Lilikuwa linachukia uovu. Sisi leo mtu akianguka, akiharibu, tunaanza kumtetea. Unajua huyu mtu ni very potential, tukicheza na kesi yake vibaya, tunaweza Kwenye kanisa la kwanza ulikuwa ukileta mchezo unakufa. Fanya dhambi kwenye kanisa la kwanza unakufa. Na Yesu alilisifia kanisa la kwanza kwamba wayachukia matendo ya Wanikolao na mafundisho yao. Unachukia uovu na mafundisho ya Wanikolao. Yesu alilisifia kanisa la kwanza la Efeso. Hiyo lilikuwa linachukia uovu. Mimi kuna mahali mpaka imefika watu wananilebo.
Ndugu zangu,